Hakuna bomu baya kuliko silaha za kivita kama mmomonyoko wa maadili, kwa sababu bomu hili linaathiri kila kukicha. Na waomba sana waheshimiwa viongozi wa dini, mtusaidie sana kupigana vita ya mmomonyoko wa maadili. Wajibu wa familia hazitekelezi wajibu wake siku hizi kwa kiwango kikubwa, hasa kwetu sisi vijana. Nafurahia kuona wazee wetu mmetufikisha hapa mpaka leo taifa limekuwa na amani na salama, ni kwa sababu ya maadili mliokuwa nayo. Mnaona wakati namna ambavyo baadhi ya sisi vijana, sio wote, vijana wapo wengi wenye maadili yao mazuri, wanapitia mafundisho, wanakuja madrasa, wanaenda Sunday school, wanapitia mafundisho ya kidini. Hao si tatizo kwa sababu wanabeba ile hofu ya Mungu. Lakini tukiacha mmomonyoko wa maadili uendelee kushamiri katika jamii, tafsiri yake maaskofu, mapadri, mashehe hamtakuwa salama pia, kwa sababu aidha baadhi ya vijana ambao hatutakuwa na mafunzo ya kiimani tutajiingiza kwenye madawa ya kulevya, tutajiingiza kwenye wizi, tutajiingiza kwenye uporaji, tutajiingiza kwenye ubakaji, tutajiingiza kwenye utapeli, tutajiingiza kwenye maasi na kufika sehemu kuona ni halali kula jasho la mtu kwa kudhulumu. Tutaona ni halali hata kuua ili kupata mali. Ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili. Ni kwa sababu ya mmomonyoko wa maadili binadamu leo, ukiacha ulimwenguni, tuzungumzie Tanzania yetu, baadhi yetu tunapenda mali kuliko watu. Matakwa ya Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani tukufu na Biblia takatifu yanatutaka tuwapende watu. Mpende jirani yako kama jinsi ambavyo unajipenda wewe. Leo mioyo yetu si tu, ukiacha baadhi ya viongozi, baadhi ya vijana, sisi baadhi ya watu fulani tunapenda mali kuliko watu, ambacho ni kinyume cha Mwenyezi Mungu. Mungu alisema tupende watu, mali tuzidizae, tuzitumie. Aliumba ulimwengu na akampendeza, akasema sasa hivi vitu vyote vimempendeza. Hakusema amevipenda, vilimpendeza. Konsepti hiyo inaenda kwenye mmomonyoko wa maadili kupitia vyombo vya habari, social media, ambako zamani wazee wangu mnaona nyewe wenyewe, mtoto mdogo anaweza kutukana mtu mkubwa. Malezi nyumbani ni dhaifu, baba na mama atekeleze wajibu wake, hajui mtoto anakuaje. Amemwachia house girl, anafanya kazi zote. Mtumishi wa ndani, house boy, house girl, ndio anafanya kazi zote. Mtoto anakuja kukua, hajalelewa kidini, hana mafunzo yoyote ya hofu ya Mungu, hajalelewa kifamilia na kiimani, mila, tamaduni na desturi za Kiafrika. Kwa hili mimi naliona ni bomu ambalo kama halilipuki leo, kadri umri unavyokwenda litakuwa kubwa zaidi. Na pengine tumeshaanza kuviona viashiria kwa maisha yetu tunavyoona. Mimi naangalia rekodi huko za jinai. Criminal record ikiongezeka, tafsiri yake tunaingia kwenye matatizo. Na ukiona wingi wa makosa ya jinai yanavyoongezeka, hasa yale yenye mashambulio ya binadamu, uhalifu, wizi na kadhalika, tafsiri yake hapa ni kwamba pia hata watu pengine hawaendi sasa hivi sana makanisani au misikitini ili kujirudi imani, hawaoni hatari tena kuiba. Maasi yanavyoongezeka, tafsiri yake ni kwamba hata nyinyi itafika baadaye hamtakuwa na waumini. Na waumini wote ambao wanatoka kwenu aidha watakuwa mitaani wanazagazaga au watakuwa wamekuja kwangu mimi watunze pale magereza. Ni lini ambapo tutasimamia maadili ya taifa ikafika hatua hata tukasema tufunge magereza kwa sababu wafungwa hakuna? Kwa hiyo hili ni eneo ambalo niliomba nilisisitize, waheshimiwa viongozi wa dini, mtusaidie sana. Tukiona kiongozi ni mla rushwa, ni zao la jamii, ametokana na familia na aidha ni muumini wa dini fulani au hayuko kwenye imani ya dini, labda yuko kwenye kimila, tutawatafuta viongozi wa mila, pengine hawakumnanii. Ukiona kiongozi pengine hajali watu, hana utu, hana nini, manake inaweza kawa ni matokeo ya vitu kama hivyo.
Sasa tunajirudi kwenye hayo maeneo, na ni viongozi kwa sura zote, katika uongozi wa dini, katika uongozi wa kisiasa, katika uongozi wa serikali, katika uongozi wa wote, mifumo yote, awe mwalimu awe nani, kwa sababu kila mtu ni kiongozi kulingana na nafasi ambayo na watu wanaowakomanda. Sasa ni muhimu sana haya tuweze kuyaangalia na kuangalia sisi kama taifa, mwendelezo wetu ni amani ambayo tunayo, na katika ukombozi wa mwili na roho ya mwanadamu, hilo jukumu tunawategemea sana. Sisi huku tunabaki kusimamia sheria. Mheshimiwa viongozi, tumeona hapa mambo ya fedheha yaliwahi kufanyika. Watu wanadiriki kuingia kwenye mitandao kutukana watu wenye umri mkubwa kuliko wao, anakashifu dini ya mtu mwingine, anatoa maneno ambayo ni ya kuudhi dhidi ya kundi fulani au mtu fulani, wanagombana labda kwenye mitandao kwa lugha ambazo hazina staha, lakini watoto wetu tunaamini wanaangalia. Haya yote tusipoungana kwa pamoja, viongozi wa dini na serikali, yataendelea kuleta madoa na nyufa kwa taifa letu.